uliopita finali zimechezwa 2, klabu bingwa na shirikisho, ambaye mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ni Engineer Hersi, na klabu moja hapo imetoka katika ardhi yake aliyozaliwa yeye ndio inashiriki hiyo michuano. Tunamuona rais wa mpira barani Afrika yupo. Je, Engineer Hersi mwenyekiti wa vilabu ulimuona katika finali ya Simba na Berkane? Sio mwaliko, yeye ni mwenyekiti. Hivi unanielewa? Moja ya kazi yake ndio hiyo. Moja ya kazi ya mwenyekiti ndio hiyo. Kitu unachokisimamia, vilabu vinavyosimamia vinacheza finali, tukio kubwa katika dokumenti za katika ofisi za kafu. Katika vitu vikubwa ni finali za kafu. Engineer ulimuona? Haya, leo mimi nitaamini nini kateuliwa kafu? Siji FIFA. Kwa hiyo sisi kama wana Simba au mimi binafsi, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kumpongeza na kumsupport. Kama yeye. Nikishaona peji zimeposti, dunia imeongea, naamini kweli mmenielewa vizuri. Lakini sisi, mimi binafsi siwezi kuamini kwa sababu hawa Yanga walishakujaga na kauli sisi kutuaminisha katika peji yao kama imemsaini Bernard Morrison miaka 2. Kumbe uongo, mwaka huo kasajiliwa na Simba. Mandala, tukirudi katika timu zetu inakwenda kucheza mchezo wa pili wa kufuzu, lakini tunaambiwa Young African yeye endapo akishinda mchezo ambao unafuata katika zile renki za kafu anakwenda kuwa namba 9 barani Afrika kutokana tu na mchezo ambao kama akishinda mchezo unaofuata. Uone kama anawasogelea hivi Suni anawapita mkubwa. Kumpita Simba ni kitu kigumu. Msimu uliopita itakuwa Yanga ashinde mechi hiyo, ampite Simba. Alishinda, alipita. Kumpita Simba ni kitu kigumu katika ardhi zetu sisi ya Afrika yote. Simba shajitengeneza mabawa yake. Akishinda mechi Yanga anakuwa nafasi ya 9. Muda huo Simba kwa nafasi ya ngapi? Ya 6. Nafasi 3 nyuma. Bado Simba bado anaendesha nini lile gurudumu. Na naamini, narudia, naamini Yanga hataweza kumpita Simba kwenye renki za kafu hata mara moja. Yanga hawatoweza. Ujue kuna kitu sisi tumejitengenezea Simba, nyaba ni waandishi mashindano ukielewa. Sisi Simba tumejitengenezea ufalme wetu kule kimataifa. Kwamba sisi tunajua tupite njia gani, tupite hapa, tuende hapa, tuingie hapa. Tuingie hapa, tutoke wapi. Sisi mpaka sasa hivi tushaona. Ndio maana ule msimu uliopita tunaenda kufika kichaka, tunawaambia ni watoto wadogo. Hamuwezi kufanya. Hoja sisi tulifanya nini? Waulize wao wanajua tulichokifanya. Mliwakata jukwaji. Wao waulize tulichokifanya. Wafikiri wametolewa na Waarabu. Sisi ndio tumewatoa Yanga, sio Waarabu. Sasa kwa mimi leo naambia ukweli. Yaani kama unataka umguse Simba, umguse Simba kwenye renki za kafu, ndio utamjua Simba na upande wake wa pili. Ule msimu uliopita kilichomtoa Yanga kwa sababu halitaka kumgusa Simba kwenye renki za kafu. Tukafanya ubaya ubwela. Tukafanya bubaya ile exchange. Kuna kitu kinaitwa nini? Exchange. Ndio kitu ambacho tumechokifanya. Kwa hiyo mimi naasi wana Yanga wanapoenda kucheza klabu bingwa vichwani vyao wawe na neno linaloitwa Simba Sport Club katika vichwa vyao. Waikumbuke, yani waijue kwamba Simba hataki kuchafua historia ya mpira wa Tanzania katika vilabu vya Afrika. Kwa sababu sisi tushatengeneza status kubwa klabu bingwa. Najua kwa nini naongea hivyo. Najua Yanga msimu huu hatofika popote. Huu msimu Yanga hatofika popote. Na ndio maana hata ukitaka kuamini, ndio mara ya kwanza Yanga wanamsajili kocha msaidizi anashangiliwa kuliko kocha mkuu. Kwamba hawana imani na Romain Folz. Nikupe kidogo hapa story ya Romain Folz. Romain Folz. Nani Folz huyo? Huyo Folz si Folz huyo. Huyo Romain Folz halitaka kuvunja mkataba. Yanga alitaka kumvunjia, sio kuvunja. Akadai milioni 100. Yanga alishindwa kumpa milioni 100. Kwa hiyo alichofanya wamembakisha, ila kama kumfanyia nini ubaya ubwela. Wamemletea kocha msaidizi mkuu. Ndo kocha mkuu. Anaitwa kocha msaidizi mkuu. Yaani maana yake kocha msaidizi anapanga koni. Ila cha ajabu Romain Folz anapanga koni katika viwanja vya mazoezi. Kama unabisha tembelea katika mazoezi ya Yanga, Romain Folz ndio mpanga koni, si ndio? Kwa hiyo Yanga wenyewe wanajua msimu huu kikosi chao kisajili kwanza kiko sawa. Yaani hauwezi kwa mwacha Aucho unamleta Kante ambayo Kante anawekwa benchi na Ndambwile. Alafu tegemea eti upate ukashiriki michuano ya kimataifa, eti ufanikiwe perform kiwango kikubwa ufuzu hatua za makundi. Huu msimu Yanga hawezi kuingia hatua za makundi.
Yanga aingie makundi. Nyinyi nisikilize mimi kauli. Narudia hii kauli, nisikilize kwa makini. Mimi je, mpira nimesomea. Afu kumbuka mpira is mathematics and science is a football. Nisikilize vizuri. Nitasababisha niingie deep kidogo. Yanga msimu huu hawawezi kuingia makundi because decline of performance of Young Africans imeshuka. Yani Yanga wanacheza mpira avieta vishada. Pira limeenda hivi. Vieta ile kindege kile. Ndio pira wao pasi zao. Yanga wamesajili wachezaji wenye viwango vya chini. Umeelewa? Poor player performance on the pitch. Poor player performance. Yani kiwango cha chini ambacho kimeshindikana. Yani Yanga leo hii ukifanya compete ya Simba tufanye competition tulinganisha baina ya Yanga na vilabu vingine. Tuachambua wachezaji mmoja mmoja. Simba ina wachezaji wenye quality kubwa. Tumesajili vizuri. Wao kiangalia ameenda kuchukua wachezaji wa mafungu. Mchezaji ambaye anabeba Yanga ni mmoja tu, Pacome Zuzu. Basi. Wanabaki wote hakuna kitu. Mchezaji anayebeba Yanga ni mchezaji mmoja, Pacome. Kwa Yanga hakuna kitu. Msimu huu Yanga hawawezi kuingia makundi. Narudia ikauli. Weka risiti. Mimi siwezi kuweka hadi, lakini ninachongana nilitabiri msimu uliopita. Yanga hawezi kufika robo, umeona mimi naongea ujinga. Mimi naangalia mpira machoni hivi. Football is a mathematical table and arrangement of football. Si ndio? Kwa hiyo ukiangalia quality ya wachezaji wa Yanga mmoja mmoja, kufanya uchambuzi, kufanya calculation, kufanya analyze, wachezaji wa Yanga wana performance ya chini, wanadanganywa na wachambuzi. Yanga wanadanganywa na wachambuzi. Kina Asraf wao wanadanganya Yanga. Asraf wao wamewadanganya Yanga kwambia amekuja Dombia watamsawa Ziziki. Kweli? Wewe unaamini Dombia utamsawa Ziziki? Wewe unaamini? Ndio kama msimu wa kwanza mpya. No. Wewe utamsawa Ziziki kwa Dombia? Asraf wao alisema ameleta Barakonte, tutamsahau Aucho namsahau kwa Barakonte. Nauliza tu waandishi, Aucho tutamsahau kwa Barakonte? Yanga wamesajili kwa kusikiliza wachambuzi, sio kwa ajili ya matakwa yao. Yanga wanasikiliza wachambuzi, viwango vya wachezaji wameangalia kupitia wachambuzi, wameshinda kuangalia matakwa ya klabu yao, na ndio maana Yanga wanacheza mpira usioridhisha. Manara pia mnasafiri kuelekea ugenini huko, mnakucheza na timu. Tunasafiri kesho. Kesho tunasafiri. Na sisi ni jadi yetu. Tunaelewa sisi tupite wapi. Kwa hiyo tunaenda kwa si kama tunaenda kufanya nini hitimisho tu. Sisi tunajua Simba makundi tushengani. Simba kitendo cha kushiriki klabu bingwa ipo robo tayari. Kwa hiyo tayari nini chini ya kocha Matatu Kwanza sikiliza, Simba haina kocha. Sikiliza. Meneja mkuu. Yaani Simba ngoja kuna kitu nikueleweshe. Sisi tumepokea mwaliko, yani sisi tumeupuuza huo mwaliko. Tumepokea mwaliko tukashiriki UEFA. Kwa hiyo kwa vigezo vyetu sisi lazima UEFA uende na kocha, hamna neno kocha Ulaya. Hasa hivi kuna manager. Kama hujui, Arsenal hana kocha, wana manager. Unaelewa vizuri? Kwa Simba pia mmeja kwa Arsenal. Na mfumo mpya tumeuanzisha sisi Simba hapa Tanzania, tumeuleta kutoa Ulaya kwamba tuna manager ndani ya nini? Ya klabu yetu. Unaelewa? Matola ni kocha, tukasema premier nini kitaalamu tunahitaji Kaim manager. Wewe Mandala, mbona kama unatupiga? Sikupigi. Manager yule pale, manager ya timu. Alipofika kwamba mechi za kirafiki, alipomba mechi za kirafiki tukacheza na nani hawa? Nani Al-Hilal, tumecheza na Al-Hilal. Tukafunga 2-1 mkagongwa. Sasa ile mechi tuliocheza juzi tuliofungwa ile, watu wanacheza tofauti. Yaani kocha kwa panangadi mashabiki wenye uwezo chezeni, kina Kisugu ingieni, sio kina nani pasi milioni chezeni, sio kina Mzalamo, Mandala vaa jezi, ndio maana wanatufunga. Ile mechi kocha kwa panafanya tu analyze ya timu yake kuangalia. Unamuona wapi kocha Pantev na kikosi chenu cha Simba msimu huu? Yule manager tunamuona mbali. Kwanza ana uwezo mkubwa. Nilichomsoma ana uwezo mkubwa wa kufundisha timu na timu ikapata matokeo mazuri na kuchukua ubingwa. Hii Simba, sikiza hiki kitu nadiriki kuongea. Hii Simba unayoiona ndio Simba bora kuliko Simba zote. Hii Simba, narudia, utaniona mjinga, utaniona ataongea ujinga. Hii Simba ndio Simba bora kuliko Simba zote kuwahi kutokea. Kwa sababu nipe sababu. Wewe unaweza kujiuliza ina maana Simba kina Chama ni mbovu kwa Simba hii?
akina Mixon. Nadiriki kukwambia ile Simba kina Mixon haifikii Simba hii. Simba hii hata kwa sababu Simba mwaka ya kina Mixon ligi yetu ilikuwa ina udhaifu. Nisikilize. Simba kipindi kile Singida ilikuwa ina udhaifu. Hamna Singida, hamna Azam, ina udhaifu. Yanga atembeza bakuli ndio kwa tunachukua ubingwa. Simba hii tunaenda kuchukua ubingwa Yanga ikiwa bora. Simba tunaenda kuchukua ubingwa Singida iko vizuri. Simba tunaenda kuchukua ubingwa Azam iko vizuri. Simba tunaenda kuchukua ubingwa ligi ina challenge. Simba tunaenda kuchukua ubingwa kuna wanafiki kibao, kina siji kina Rafaeli, si kina Mchome, si kina Mbukile. Ligi nzito, ligi imekuwa kubwa. Wanafiki kibao. Kwa hiyo Simba anaenda kuchukua ubingwa kwa quality kubwa ya wachezaji. Wewe una Selemani Mwalimu mbele, Harandi namba 9 yuko mbele pale Shemku. Huku pembeni una Morris Ibrahim mdogo wake Bekisoni. Simba imeenda kusajili wachezaji wenye quality kubwa msimu huu. Na sisi target yetu kuchukua ubingwa wa Afrika, target yetu kuchukua kombe la ligi kuu Tanzania. Na mtachukua. Tunaenda kuchukua kombe la ligi kuu. Hakuna timu ya kuizuia Simba sichukue ubingwa katika ligi ya Tanzania. Hakuna timu ya kuiblock Simba isichukue ubingwa wa ligi kuu Tanzania. Hakuna. Narudia, hakuna timu ya kumblock Simba asichukue ubingwa katika ligi kuu Tanzania. Waendelee na vio vyao vya kudownload hivyo kila siku watudanganye. Vio vyao vya kudownload kwenye simu. Wivu wa nini? Hamna cheo pale. Wa FIFA hajaona wazungu huko Arsenal sijui mneno wa engineer. Si hatuna akili tunatuona. Yaani huko nani wazungu wasiende Chelsea, wasiende Man City, wasiende kutafuta wajumbe waje kutafuta mjumbe huko Tanzania yangu. Watu nasi hatuna akili. Paka waposti FIFA, mimi ndio naamini. Nakudia paka FIFA waposti kama sio FIFA kafu. Wewe kwa akili yako eti engineer tangazo kiongozi mkubwa. FIFA siposti. Kafu siposti. Inakujia akilini. Inakujia akilini. Sisi sio wajinga. Kuweni makini tena, naambia waandishi kuanzia leo. Katika hafla za Yanga mkienda daini hela zenu kabisa. Mnaenda kufanya matangazo. Mnaenda kufanya matangazo bila kujijua. The business, competition of business. Competition of business. Yani ni ushindani wa kibiashara. Hata naweza kusema war of business. Vita ya kibiashara. Hiyo utaalamu nimekupa. Ndio maana Yanga kiita supu wanataka waandishi. Wakita siki mtoto kajifungua wanataka nyuma kuna nini? Nyuma Yanga nyuma matukio kuna nini? Hivi ndio mshtuki. Haya, jana tukio la FIFA. GSM kazamini mambo ya FIFA. Si mzamini klabu ya Afrika. Sasa Yanga na FIFA inahusiana nini? Nikuulize swali rahisi. Rais wa TP Mazembe, si ndio rais wa CAF? Wewe ushakuona anahusisha TP Mazembe na CAF, ushakuona? Kwa hiyo kisa rais wa FIFA, si rais wa nini umeitwa ndio uhusishe Yanga pamoja na nini na FIFA. Kuna vitu tukao jiongeze akili. Competition of business. Kwa nyinyi mabingwa msimu huu. Simba bingwa, jiandae. Simba bingwa na mjiandae waandishi kwenda kuandika historia. Simba inachukua ubingwa wa klabu bingwa msimu huu. Simba bingwa. Kila la heri. Nashukuru.